Mheshimiwa Spika, mimi naitwa Anan, Nyamira County. Kuna mheshimiwa ametoka hapa na wakati mwingine, wakati waheshimiwa wengine wakiongea, sijui wanaishi Kenya gani. Jana na juzi tumekuwa tukiangalia kwa televisheni zetu, na kitu ya kwanza, wale ambao wanaitwa gara la taifa ambapo tunatoa mahindi, kwa sasa hakuna mbolea. Walikuwa hata wanaenda kilomita kadhaa kutafuta mbolea yenye haiko. Kwa hivyo hatujui kama mwaka ujao tutapata mahindi hayo yenye unasema. Niende kwa mada, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa William Ruto anaenda nyumbani asubuhi na mapema. Kuna kitu ambacho nimesikia watu wa tutam wakiongea ya kwamba kura watu wanaenda kupiga, lakini mwenye ataenda kutangazwa ni mwenye hajashinda. Watu wa tutam. Mheshimiwa Spika, ile kura ambayo watu wa opposition watapata ni kura mara mbili. Saa hii ukisikia Rais William Ruto akiongea, ameshindwa na agenda. Sasa agenda yake imekuwa kutuzi watu. Ile matusi yenye analeta si eti ni kwa sababu ako na kitu ya kuambia Wakenya, ni vile njia zake zote zimefungwa. Kwa sasa tukiongea, watu wameanza kuregister kura na wanajua ya kwamba ile ukora Ruto ako nayo ataenda kujitangaza. Na Wakenya tunamwambia Ruto peupe mchana, hii maneno ya kura ya 2027 itakuwa ni kura ya kujikomboa kama Wakenya. Hatujui ni nani ataenda kukua rais, kwa sababu tuko na watu watatu pale. Mmoja wao ni Fred Okengo Matiang'i, mwingine ni Kalonzo Musyoka, mwingine ni George Natembeya. Kwa hao watu watatu, mmoja wao atakuwa kiongozi wa Kenya, na zile kura mheshimiwa watapata, Mheshimiwa Ruto sijui atapata kura wapi. Kwa hivyo mimi ninawaomba, tukielekea mwaka wa 2027, kwa hivyo mimi ninawaomba tukielekea mwaka wa 2027, ile kitu yenye peke yake itatuokoa ni kadi zetu, na tutapita nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango. Agenda yetu ya kwanza ni kumchukua Rais William Ruto nyumbani, na aombe sana Mheshimiwa Kalonzo akuwe rais. Aombe sana, kwa sababu Kalonzo si kama Matiang'i. Matiang'i akikuwa rais, kesho yake anarara kamiti. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, ombi langu Kalonzo na yeye akuwe rais, lakini kama ni Matiang'i, asanteni sana Mheshimiwa Spika.